finali kombe la shirikisho barani Afrika. Na wewe ni shabiki wa Simba tu na poa. Niko poa, niko good, niko full kabisa. Kwanza hongereni kaka. Asante sana. Shukrani sana. Pia tena. Baada ya miaka mitano tumeshia tu robo mara 5. Hii ingekuwa aibu mara hii. Watani zenu walikuwa wanachamba wao waletea picha ya finali. Sio watani tu, hata baadhi ya wachambuzi walikuwa hawategemei Simba kama ingefika hii hatua. Lakini mimi niseme tena, kwa uwezo wa kocha wetu Fadlu na wachezaji ambao tumekuja wana matamanio na timu yetu ifike mbali, leo hii ndio unaona Simba inafika hii hatua. Kwa hiyo pongezi kwa uongozi wa Simba kwa kutuletea kocha ambaye ana uweledi pamoja na usajili wa wachezaji ambao baadhi wachache ambao wana makosa madogo lakini wamefikisha Simba hapo ilipo. Walikuwa wanapulia muda wote, walikuwa na aligano wakati mechi inaendelea. Hali ilikuwa mbaya, ndio maana nikasemaje, katika miaka yote tunaotolewa Simba tulikuwa tunacheza kitoto, lakini safari hii Simba inacheza mpira wa kiutu uzima na Simba inacheza kikubwa. Ndio maana unaona tumekuja na brigade ya goli moja, tulikuwa na nia kubwa ya kuilinda goli letu. Maana washabiki wengi walikuwa wanatamani mechi sisi tushinde, na sisi kweli kwa matamanio yetu tushinde, lakini kocha alikuwa na plani zake kwamba zuieni wanangu, kama mtapata nafasi basi mtashinda. Lakini hii imetupa advantage ya sisi kuondoka kwenye hii hatua. Kwa hiyo pongezi kwa kocha pamoja na wachezaji wote kwa jumla. Furaha yako unaipeleka kwa nani moja kwa moja baada ya kutinga hatua ya finali? Furaha yangu naipeleka kwa Utopolo. Nawaambia ndugu zangu Utopolo, tunarudi. Wamelalamika kwanza mechi yetu, wachezaji walioenda timu yetu wamelalamika, mashabiki wa Utopolo, kwamba kwa nini South Africa hawajapelekwa mashabiki wa Simba. Baadhi hadi watu wamewatoa kwenye vichwa kwamba hawajapeleka. Washabiki wa Simba walioenda South wamejigaramia kwa pesa zao wenyewe, na hii ndio formula ya mashabiki wa Simba walipo. Popote Simba inapoenda huwa wanajigaramia wenyewe, sio kama Utopolo wanabebwa kila mechi. Ndio maana wakawa wanalalamika kwamba kwa nini mashabiki hawajapelekwa South. Watawapeleka washabiki wangapi South? Washabiki wa Simba ni wangapi? Watu wengi wote watapeleka South, ila hiyo inatoka wapi? Kwa hiyo walioenda kule wamejigaramia kwa pesa zao. Kwa washabiki wa Utopolo, waiache Simba. Hii ndio Simba ya ubaya ubwela, na msimu huu Simba imezamilia. Ile swala ya kusema tulikuwa tunajenga timu ilikuwa danganya toto, ule ulikuwa mtego, lakini baada ya kugundua ndio tukasema hii tunavuka. Na mmevuka kweli. Tunaona mwenyewe. Wananchi walikuja na medali, nyie Simba inaleta kombe. Sisi bwana kwambiaje, hii tunavuka. Ngoja semaji arudi akatuletea msemo wa kwenda finali. Semaji wetu akirudi atatuletea msemo mwingine. semaji gani ambao amekukosa sana? I say huyu bwana huitwa Kibu Dennis. Huyu mwamba leo mwamba kapambana, lakini kiukubwa timu yote imepambana, ila Kibu Dennis, Kibu Denga appreciate kwa kubaba. Unazungumzia kiwango cha Musa Kamara? Pimpin Kamara, ndio maana mimi nilisema siku zote golikipa bora lazima afungwe, ndio Pimpin Kamara. Watu walipofungwa wakawa wanamdharau sana, lakini leo hii ana advantage kubwa ya kutuvusha kwenye hii hatua na yeye. Kwa hiyo Pimpin Kamara appreciate kwake. Ni bonge la kipa, usajili kwa viongozi wametusajilia wachezaji wazuri. Nadhani nasema ni wachezaji wachache tu ambao hawako kwenye mfumo. Wale wachambuzi ambao walikuwa wanasema Fadlu ni kocha wa kawaida sana, wengine wakisema hatua ya kuvuka sasa Mlima Everest Simba kucheza finali. Aibu yao. Mimi natamani kesho ifike asubuhi nikae kwenye kipindi cha michezo nisikilize ombe wao watakapozungumza. Lakini mimi ninavyojua wachambuzi wa kibongo, haki ya Mungu anasikia Simba kesho. Hawataongea tena kuhusu Simba, watabadilisha upepo. Hii Simba inakuadhibu pale unaposema vibaya. Wachambuzi wa kibongo toka msimu unaanza Simba hajawahi kusemewa mazuri hata siku moja, lakini kwa uwezo wa Mungu kila hatua tunavuka. Sasa hivi imebaki aibu kwao. Mimi kesho nitafungua kila redio nisikize mchambuzi anapoongea mmoja baada ya mwingine, waseme Simba hii mbovu au Simba hii aina gani, watuambie mpaka mkubwa wetu atugeie. Unajua katika nafasi ya 4 pale sio kitu kidogo kwenye linki za cup tuko nafasi ya 4, sio kitu kidogo, tumepambania sana.
Sasa watu wengine hawataki kujua Simba kama ni kubwa, wanaongea kwa sababu ya ushabiki na unazi, lakini Simba ndio kubwa katika taifa hili. Finali ambaye anapewa ambaye ni Serikali kuwa mgumu kutokana na Simba bwana, kila mchezo unakuja inabadilika. Hata hii mechi ya Stellenbosch walisema sisi tunaenda kutolewa South Africa, lakini umeona kisa kwamba alimfunga nani Stellenbosch alifunga nani akakwao kule, akaonekana kwamba yuko bora zaidi, na ndio maana walisema Simba hatavuka hii hatua kwa sababu ya ubora wake. Kwa hiyo hata huyo mpinzani wetu ambaye tunakuja kukutana naye, mimi naamini kwa uwezo wa Fadlu anapobadilisha tutakuja kupambana nao, na uzuri nahisi kama tunaanzia kwao. Kwa hiyo kule tunaenda, tukija hapa tunachukua kombe letu, wanaume tunatamba mjini. Wewe unaanza kusherehekea maeneo gani? Kombe lazima lianze kwanza nyumbani, Msimbazi nyumbani, alafu ndo tutaanza kulitambaza kila sehemu, lakini kwanza tutaanzia Msimbazi. Mimi nakwambia brother, amini Simba msimu huu inaita kombe. Amini nakwambia, hii Simba msimu huu watu wamebeza sana. Amini nakwambia. Lakini msimu huu kombe linakuja hapa. Kuna mtego wa kusema mnajenga timu. Huenda labda ndio sababisha watu wengi wanaidogosha Simba. Na ndio walitudharau sana. Lakini mwalimu alikuwa na plani zake. Na mpaka dakika hii namsubiria Fadlu atasema timu yake sasa hivi imefikia asilimia ngapi. Mara mwisho walitoka kwenye asilimia 58. Hii timu ikifika asilimia 90 inapita kwa aje. Tutacheza hapa, tutacheza na Barcelona. Ligi kuu tuone mtu kucheza naye. Maana hii timu kwa asilimia 58 ndio moto ule pale. Lakini siku inabadilika. Yeye ikifika asilimia 90, hata na 190, hii Simba itakuwa aina gani? Aisee, watani wajifunze kutoka kwa Mnyama. Unawaelezaje kuelekea mechi ambao wanasema watacheza? Watacheza. Hii mechi watacheza, na tuliwaambia watacheza. Zile t-shirt zao waandika tuchezi, waziweke pembeni. Mnyama anawasubiria. Ila waende na kanuni watu wachie uwanja, tufanye mazoezi yetu, kama mbuzi yetu tuwaeke bali afu tuingie kati. Tuonyeshane uwezo. Kuna nia kuondoka na makombe yote safari hii. Yaani ndio maana ubaya ubwela. Yaani maana ubaya ubwela sisi kwamba chochote kinachokuwa mbele yetu tunakipitia. Kombe la Mapinduzi tumeliacha kwa sababu tunaona ndugu zetu hawana sehemu ya kujitetea msimu huu. Wala wabaki na Kombe la Mapinduzi. Lakini ligi kuu watu waachie. Federation watu waachie. Na huku kwa wanaume, watu wache wanaume. Tunapambana huko. Tunapambana. Sasa ongea sana, neno la mwisho kwa wana Simba. Wana Simba, timu yetu bado tunaijenga. Timu yetu bado tunaijenga. Ipo asilimia 58. Kwa hiyo ukizidi sana mwanangu utakwenda jela. Kwa hiyo mimi naambiaje mashabiki wa Simba? Na ngoja naambia mashabiki wa Simba. Simba wamwache kocha atakapopanga timu. Wasibeze, timu yao bado inajengwa. Hizi hatua inafika ni matunda haya. Lakini timu bado inajengwa. Hata tungetolewa kwenye hatua mtoano, mimi nilikuwa sina deni na Simba. Sio huku tulikofika. Swela ukizidi sana mwanangu utakwenda jela. Swela ukizidi sana mwanangu utakwenda jela. Swela ukizidi sana mwanangu